tumezungumza hapa, warsha ya leo tutaelezana hapa, kila mmoja asikilize wajibu wake, kila mmoja aende akatekeleze wajibu wake. Sitegemei baada ya warsha hii kwamba huko mawilayani kutakuwa na matatizo mengine kama haya ambayo yanajitokeza. Ndugu washiriki, kwa kuwa sote tunajenga nyumba moja, kila mmoja wetu analo jukumu la kuhakikisha utekelezaji wa programu za miradi ya maendeleo unakamilika kwa ufanisi mkubwa pasipokuwa na vitendo vya rushwa, ili lengo kuu la serikali liweze kufikiwa. Sasa tunatoa mradi una thamani ya milioni 584. Kwa mfano, Mheshimiwa Rais analeta hela za kujenga shule, lakini mkandarasi anaopewa kujenga anafuatwa. Akifuatwa anaambiwa na kazi hii milioni 584 za kwetu kiasi fulani. Sasa wanategemea nini? Analeta vitu vyenye ubora? Wewe ukishachukua za kwako. Kwa hiyo yeye atakachofanya kama kuleta matofali, ataleta matofali ambayo mfuko mmoja unapiga matofali 50. Ukilishika namna hii, hata mtoto wa miaka 6 akilinyanyua, akiliachia tu tofali linafanya limeisha mmonyoka. Kwa hiyo ndugu zangu, nawaomba sana wote humu ndani, wakuu wa TAKUKURU, wakuu wa vitengo, wakurugenzi, waheshimiwa wakuu wa wilaya, hakikisheni tunasimamia ili miradi inayotekelezwa kwenye maeneo yetu yakae kama miradi ya ukoloni. Ibara ya 27(2) ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 inatamka kuwa na nukuu, watu wote watatakiwa na sheria kutunza vizuri mali ya mamlaka ya nchi na ya pamoja, kupiga vita aina zote za uharibifu na ubadhirifu, kuendesha uchumi wa taifa kwa makini kama watu ambao ndio waamuzi wa hali ya baadaye ya taifa letu. Mwisho wa kunukuu. Kwa mwaka wa fedha 2025/2026 tumefuatilia matumizi ya fedha za umma katika miradi ya maendeleo 136 yenye thamani ya shilingi bilioni 55,896,851,938 na senti 10. Miradi 130 ilibainika kuwa na mapungufu mbalimbali. Baada ya kubaini hayo, tuliwaandikia barua wasimamizi wa miradi husika na miradi 124 mapungufu yake yalifanywa kazi haraka na miradi ikikamilika kwa wakati na katika ubora unaotakiwa. Ndugu washiriki, kutokana na mapungufu, changamoto ambazo zimekuwa zikibainika katika miradi tunayoifuatilia, hiyo ndiyo imekuwa chachu cha uandaaji wa warsha hii ya wadau wa usimamizi na utekelezaji wa programu ya miradi ya maendeleo. Tutawekeana maazimio ya namna bora ya kuondoa mapungufu hayo. Hii itasaidia kuwa na miradi inayokamilika kwa wakati na ubora pasipo viashiria vya rushwa, kwa ustawi wa mkoa wa Kilimanjaro na taifa kwa ujumla. Kama ilivyo ada, leo tumekutana viongozi wa taasisi mbalimbali, viongozi wakuu wa wilaya, lakini na ofisi ya mkuu wa mkoa na management yote. Lengo moja, tumekutanishwa na taasisi ya TAKUKURU ni namna gani ya kuweza kuisimamia hii miradi, na ni namna gani ushauri unaotolewa, na ni namna gani tunatakiwa tuitekeleze mara baada ya kutolewa ushauri huo na taasisi hii. Kama tunavyoelewa, taasisi hii moja ya kazi yake ni kukagua miradi, lakini na kuweza kunusa elementi zozote za rushwa, kuzuia zaidi. Tujikite katika lengo kubwa la kufanya nini, na kuzuia. Kwa hiyo katika kikao hiki ni kujitathmini na ni namna gani tuweze kuenenda ili miradi yetu iwe na thamani halisi ya fedha iliyotoka, kwa maana ya value for money, lakini tutekeleze miradi kwa wakati na kuweza kuisaidia nchi kwa kutunza fedha zile zinazokuja zitumike kwa kadri vile ilivyo.